Kauli mbalimbali ambazo zimeendelea kusikika za viongozi mbalimbali duniani zimekuwa zikileta mshangao mkubwa zaidi kutokana na jinsi ambavyo maelezo na misimamo yao inazidi kushika kasi zaidi katika upande wa uongozi na kuweza kuongoza nchi zao duniani. Katika maelezo ambayo yamesikika yakisemwa na Yoweri Museveni, rais wa Uganda, ni kuhusiana na sakata ambalo linaendelea kwa hivi sasa la uchaguzi wa urais katika nchi ya Uganda, ambapo sasa Yoweri Museveni ameandika kitu ambacho kimeibua maswali mengi zaidi kwa watu tofauti katika maeneo mbalimbali, na vitu ambavyo vimeweza kuelezwa na Yoweri Museveni. Hapa ninanukuu tu kauli zake ambazo amezisema Yoweri Museveni. Yoweri Museveni amesema kwamba hata kama nikishindwa sitaondoka madarakani kwa sababu nimeitoa Uganda mbali. Kama si mimi, haya yote yasingeonekana Afrika Mashariki. Hakuna nchi nyingine inayotushinda kiuchumi. Nikipewa muhula mwingine zaidi, tutakuwa wa kwanza kuifikia Singapore. Kenya itafuata baadaye. Yoweri Museveni amesisitiza msimamo wake wa kutoachia madaraka hata kama atashindwa kwenye uchaguzi mkuu. Akijibu akijinasibu mheshimiwa huyu Yoweri Museveni na hayo maelezo ambayo ameweza kuyatoa, imekuwa gumzo zaidi na mambo mengi ambayo yanazidi kuelezwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Hayo ndiyo yameweza kuzua mijadala mikubwa katika Afrika ya Mashariki na Kati, na dunia inazidi kuiangalia taifa la Uganda katika eneo hilo, hasa katika upande huo. Unaona bwana, aidha ameeleza kuwa iwapo atapewa fursa ya kuongoza nchi kwa muhula mwingine, ana mpango wa kuifanya Uganda kuwa nchi ya kwanza kufika viwango vya kimaendeleo zaidi kama vile vya Singapore. Amewahakikishia wafuasi wake kuwa nchi na uongozi wake, Uganda inamhitaji zaidi yeye. Uganda itapiga hatua kubwa zaidi na kuachia nchi jirani ya Kenya nyuma. Unaona bwana, katika miundombinu za mapinduzi ya kiuchumi na kijamii. Maelezo ambayo ameeleza Yoweri Museveni yamezidi kuleta taharuki na fikra mseto kwa nchi hiyo ya Uganda, kwa sababu kwa sasa hivi inakabiliwa na swala hilo la uongozi, kuchagua viongozi katika eneo hilo. Kwa hiyo hiko ambacho amekizungumza Yoweri Museveni kinazidi kuleta mashaka zaidi, hasa wapo katika kilele cha uchaguzi na wapinzani, ikiwemo mpinzani wake mkubwa Bobi Wine amekuwa akifanya kila iliwezekanalo kuwashawishi wananchi wa Uganda kuweza kumchagua yeye, na kwa kiasi kikubwa anaonyesha wazi kabisa amechukua wafuasi wengi zaidi katika sekta hiyo hapo. Basi kupitia hiki ambacho wewe umekisikia, ambapo maelezo umeelewa na umeyasikia vizuri, kama hujaelewa unaweza kurudia kuisikiliza upya tena, kisha baada ya hapo unaweza ukatoa maoni yako. Sasa na wewe toa maoni yako kuhusiana na hiki ambacho umekisikia. Maoni yako ni kitu cha msingi zaidi, kwa sababu yataweza kurahisisha na kuweza kuwasaidia watu wengine kuweza kupokea maoni tofauti. Andika maoni yako kokote kule uliko. Hadi wakati mwingine, wakati nikutakia wakati mwema. Bye bye.